Al-mau'idha al-hasana ni jambo kubwa ambalo linapelekea mioyo yetu kubaki katika salah. Mau'idha yamekusudiwa, malengo makuu ni kusawazisha mioyo yetu. Mioyo yetu kuwa sawa, mioyo yetu kubaki katika barabara nzuri, kwa sababu ndio maana katika hikma ya Uislamu unakuta katika Ijumaa, katika wiki moja haipiti isipokuwa kuna khutba moja ya Ijumaa. Hikma ya kuweko kwa khutba ya Ijumaa ni angalau to the very least, idadi ya chini kabisa ni kwamba kwa wiki moja upate kusikia mawaidha ambayo yataingia katika moyo, utaelewa na utakuwa ni mwenye kufuata, utakuwa ni mwenye kufaidika, utabadilika. Wiki moja nzima, siku 6 zimepita, siku ya 7 sasa unapata mawaidha ya kuhusu maisha yako. Kama ulikuwa unakwenda kombo, ujirekebisha. Kama ulikuwa una tabia mbaya, unafanya unarekebisha. Kama ulikuwa una makosa, unafanya unarekebisha. Khutba ya Ijumaa imezungumzwa kuhusu mambo ya dhulma. Wewe umedhulumu watu, nenda ukatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mawaidha lengo lake ni kuleta salahul qulub. Ndio malengo makuu, kusawazisha mioyo ya Waislamu. Lau wallahi ikhwan, lau moyo utauachilia hivyo, usisikize mawaidha wala usipate faida wala usihudhurie kikao chochote cha mawaidha, angalia moyo wako utakuwaje. Baada ya mwezi moyo utakuwa mgumu sana. Moyo utakuwa hauna athari, au athari ya imani kama itakuweko itakuwa ni athari dhaifu sana, na utakuwa ni mwepesi mno wa kufanya mambo ya makosa na mambo ya maasi na mambo mabaya. Kinyume na yule ambaye anapata mara kwa mara mawaidha, moyo wake unakuwa na hofu, moyo wake unakuwa laini, moyo wake unakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya zile aya, athari za aya anazosikia, athari za maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara. Kwa hivyo mawaidha ni jambo la msingi sana kwa Uislamu. Angalau tu kwa wiki pate mara moja, mara 2, mara 3, ni jambo kubwa sana ambalo linaleta faida kubwa kwa Uislamu, na matunda yake kadhalika ni makubwa. Matunda ya mawaidha ni zajru al-usa, zajru al-fusaq, ni kuwakataza na kuwazindusha au kuwatoa katika maasi wale ambao wamepotea. Wakipata mawaidha wanatoka katika maasi. Kuna watu wamezama katika mambo ya ulevi, katika mambo ya uzinifu wal iyadhu billah, katika mambo ya dhulma, mambo mabaya. Wakipata yale mawaidha mara kwa mara, zinaathiri. Mawaidha ni mazito sana. Kuna bwana mmoja ni tabi'i, katika tabi'ina, katika waja wema salafu salih, alikuwa jambazi mkubwa. Jambazi, sio mwizi, jambazi. Katika lugha ya Kiarabu anaitwa katika wale quta'u turuq. Anavamia watu barabarani, watu katika msafara wao wanakwenda msafara, yeye yupo barabarani, tena yuko peke yake. Alikuwa jambazi jabari, anaogopewa. Jabari kabisa, yuko peke yake, afanyi kazi na wenzake, yuko peke yake. Anavizia msafara, basi msafara mzima anauvamia wote peke yake. Anauvamia msafara mzima, anachukua mali zao, anachukua vitu vyao na kwenda. Huyo bwana siku moja amekwenda kuvamia nyumba. Jambazi anakwenda kuvamia nyumba. Akifika kwenye, alikuwa wakati anaparaga lile dirisha lile, anamsikia ndani ya nyumba yule mwenye nyumba yumo ndani pale anasoma Qur'ani. Yeye anavamia huko nje, anataka kuparaga. Mwenye nyumba yupo ndani anasoma Qur'ani. Tena amefika kwenye aya inasema hivi: alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillahi wama nazala minal haqq. Msomaji anasoma alam ya'ni lilladhina amanu, je, haijafika wakati kwa wale walioamini, an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah, kwa mioyo yao kuwa na khushu', mioyo yao kuwa na khashya na unyenyekevu kwa dhikri ya Allah azza wa jalla, kwa mau'idha na utajo wa Allah azza wa jalla. Lidhikrillahi wama nazala min alhaqi, na mioyo yao kunyenyekea kwa yale mambo ya haki yaliyoteremshwa na Allah subhanahu. Haujafika huo wakati bado kwa wale walioamini. Yani mpaka lini wataendelea katika maasi? Enyi mlioamini, mpaka lini mtaendelea katika maovu, katika mambo mabaya?
wakati gani moyo wako utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufaidika na kuathirika na yale mema ambayo Allah ameyateremsha. Hii aya iliposomwa ilimchoma huyu bwana, iliingia katika moyo kabisa. Ni Mwarabu, Muislamu, anaelewa lugha ya Kiarabu, anajua hii aya inasoma inasemaje. Alifreeze pale pale, kateremka, alilia kwa uchungu sana. Analia huku ana react na ile aya inasema alam yani, je haujafika wakati? Yeye anajibu anasema bala qad an, wakati ushafika, tosha, wakati umefika, wakati umefika. Akatoka hapo akaenda kaomba tauba kwa Allah subhanahu, akalia, kanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu bwana leo tunasema radhiyallahu anhu wa rahmatullahi ta'ala alayhi. Leo anatajwa miongoni mwa as-salafu salih, miongoni mwa waja wema, tabiina wema waliopita. Jina lake lipo juu kabisa. Jina lake anaitwa Al-Fudail bin Iyadh. Nani hamjui Fudail bin Iyadh? Sasa Fudail bin Iyadh, hii ndio historia yake, namna alivyoathirika, na tunaonesha umuhimu na uzito wa al-mau'idha al-hasana. Mau'idha al-hasana inaregesha wale wote ambao wamekwenda kombo, wale waliokosea wote wanaregeshwa kwa kupitia kwa mau'idha hasana. Mau'idha hasana ndani yake kunapatikaniwa tambihul ghafilin, watu walioghafilika. Kuna wengine hawajakosea, hawajakwenda kombo, lakini si wameghafilika. Sasa na wao pia wanapata tambih. Kuna jambo mtu ameghafilika, akisikiza mau'idha hasana anafaidika. Ndani ya mau'idha hasana ndani yake kunapatikaniwa tafsiri nas fi umuri alkhair. Watu wanapata kuoneshwa njia za khairi na kujulishwa njia za khairi. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allah wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.